nitashughulika na mchwa wanaokula fedha kwenye halmashauri zetu zote, nitashughulika nao. Nitashughulika na mchwa wote wanaotafuna fedha zetu kwenye halmashauri zetu. Na Mheshimiwa Rais jukumu lile amenikabidhi, kwa sababu ofisi ya TAMISEMI sasa iko ofisi ya Waziri Mkuu, ambako ndiko TAMISEMI zilipo. Tunataka fedha ikitafutwa itekeleze mradi uliokusudiwa. Sio tunatafuta fedha, watu wanajibana, wengine wanauza mchicha, wanalipa kodi. Alafu likijengwa daraja, inanyesha mvua moja, daraja linaenda na maji. Inajengwa barabara, ikinyesha mvua moja, barabara inaenda na maji. Watu wanagawana fedha. Hivi nimetoka jana Manyoni pale, nimekuta wamegawana milioni 500. Watu waliosoma kwa kodi za Watanzania wanalipwa mshahara, hawaridhiki, wamegawana na fedha za miradi ya maendeleo. Na nimemsikia mwingine mmoja ninalo jina hapa, mhasibu mmoja hapo Manyoni, jana sikumtaja, eti analalamika kwa nini nimewataja kwa majina, eti nawatia aibu. Mpumbavu kabisa huyo. Yaani anataka tuwatunzie heshima wezi. Eti kwa nini nawataja kwa majina, ningetaja kwa vyeo. Ananifundisha namna ya kushughulikia wezi. Na mimi niwaambie, kwa sababu nimekulia serikalini, nimeshakuwa Wizara ya Fedha, naijua mianya yote ya wizi wa fedha, naujua wanakopitishiaga. Mara unasikia fedha zimepelekwa halmashauri, unaambiwa zilipelekwa kimakosa. Kumbe wanasubiria ule unyayo uishe ili waweze kugawana. Sasa anamwelekeza mkuu wa mkoa, mtume RPC amkamate na huyo mhasibu mwingine anayesema tumewatia aibu wale walioiba kwa kuwataja majina, na yeye akamatwe, aunganishwe. Na katibu mkuu utumishi achukue hatua za kinidhamu dhidi ya mtumishi huyu ambaye na yeye kwenye hizi. Niko na fyekeo na rato, na nimekusudia kufyeka wezi wote wanaotafuna fedha za walipa kodi wa Tanzania hii. Kwamba mnataka hata mwizi tumuite kwa jina la utukufu. Mwizi mnataka tumuite kwa jina la utukufu, kwamba tunamtia aibu, kwamba tukimtaja tunamtia aibu, kwamba na yeye ni mhasibu na yeye atapingana kwa wezi kutajwa. Are kona ufurumo mbao yo. RPC, mkuu wa mkoa, mtume RPC huyu naye akamatwe, aunganishwe, na nimesema wasitoke mpaka fedha hizi zipatikane, na hatua za kinidhamu za kiutumishi zichukue mkondo wake, na hatua za kisheria zinazowahusu wezi wapelekwe mahakamani. Haya mambo hatutanii. Tuna shule watoto wanakosa madawati, alafu waliosoma kwa kodi za Tanzania wanagawana fedha. Mnataka tuwape heshima? Mimi siwezi kuwaimbia mapambio watu wa aina hii, haiwezekani. Na haya mambo ya kuleana haya ndio yanasababisha mpaka wezi wanakuwa na kiburi cha aina hii, kwamba anataka akiiba ng'ombe afungulie mpaka na ndama wako akuibie uliolala nao ndani. Are kona ufuru. Mimi hiyo sikubali. Kamata. Na mimi nimesema, na mwizi yeyote wala asihamishwe, afukuzwe. Hii nchi haina uhaba wa watumishi. Ndio, hatuna uhaba. Hata hapa leo hii hapa naweza nikapata vijana wengi tu wa kufanya kazi kila wizara hapa. Ya nini tubembeleze wezi? Ya nini tubembeleze wezi? Tunakosa kada gani ya kufanya kazi kwenye nchi? Tunakosa kada gani hapa? Hakuna kuhamisha mwizi. Ndio, hakuna kuhamisha. Asipelekwe, asiibe sehemu moja, apelekwe kwenda kuiba na sehemu nyingine. Ndio maana nimeelekeza hata wale walioko wapi huko walikoenda wakamatwe, warudishwe na wasitoke.
tutaelewana tu.